Tutajifunza kujilinda na dhambi. Amen. Hiyo ndio somo. Kujilinda na nini? Na dhambi. Tunajifunza kujilinda na dhambi. Amen. Ukienda kuangalia maana ya dhambi. Dhambi kwa kawaida tunasema dhambi ni uasi. Sawa Dhambi ni nini? Dhambi ni uasi. Na uasi ni kwenda kinyume na maagano au kwenda kinyume na makubaliano. Amen. Dhambi ni nini? Ni uasi. Na uasi ni kwenda kinyume na makubaliano au kwenda kinyume na maagano. Amen. Sasa ukisoma Biblia pia anasema kwamba dhambi isingekuwa dhambi isipokuwa sheria, kwa sababu ya sheria. Sawa Yaani dhambi ilionekana kuwa ni dhambi kwa sababu ya sheria iliyokuwapo. Maana yake Biblia inasema kwamba dhambi bila sheria imekufa. Sawa Maana yake kitu hakiwezi kuwa dhambi isipokuwa kimewekewa sheria au kimewekewa taratibu. Sasa ukisha kiuka ile sheria, ukikiuka ule taratibu, tuzungumzie neno sheria, ukikiuka ile sheria ambayo Mungu ameiweka, hiyo tunasema kama nini? Ni dhambi. Kwa hiyo dhambi maana yake ni uasi, lakini uasi ni kwenda kinyume na maagano. Sisi wa Kristo Mungu ametupa maagano, ameagana na sisi mambo mengi na ametupa sheria nyingi. Tukiachana zile sheria 10 au amri 10 za Mungu, ziko sheria zingine nyingi ametuwekea Mungu na ametupa. Kwa hiyo Mkristo yoyote anayekwenda kinyume na sheria za Mungu, maana yake anafanya nini? Uasi. Na uasi huu unazaa nini? Dhambi. Amen. Nafikiri mtanielewa. Kujilinda dhidi ya dhambi. Kwa hiyo tumesoma dhambi ni uasi, lakini uasi ni kwenda kinyume na maagano. Kuna vitu vingi ambavyo huwa vinaleta dhambi ndani ya mtu. Sizungumzii chanzo cha dhambi. Vitu vinavyoleta dhambi ndani ya mtu. Unajua kuna chanzo cha dhambi, lakini kuna vitu vinavyoleta dhambi ndani ya mtu. Sasa niseme ya kwamba nimeandaa vitu vitatu ambavyo nitavizungumzia siku ya leo, vitu ambavyo vinaleta dhambi ndani ya mtu. Sio vinasababisha, hapana. Kusema sababu maana yake ni chanzo, ila nasema vitu vinavyoleta dhambi ndani ya mtu. Kitu cha kwanza ni tamaa. Amen. Kitu cha kwanza kinacholeta dhambi ndani ya mtu ni nini? Ni tamaa. Kitu cha pili kinacholeta dhambi ndani ya mtu ni mawazo mabaya. Na kitu cha tatu kinacholeta dhambi ndani ya mtu ni mazoea ya vitu vibaya au kuwa na tabia mbaya, mazoea mabaya. Hivyo ni vitu vitatu ambavyo tutavizungumzia siku ya leo vinavyoleta dhambi ndani ya mtu. Ukiangalia kwa mfululizo wa Jumatano 2 ambazo zimepita, mchungaji alikuwa akisimama hapa akifundisha kwa habari ya maisha yajayo. Tumejifunza kwa habari ya Sheo, tumejifunza kwa habari ya Jehanamu ambapo kulikuwa na Sheo pamoja na hayo mangojeo na pamoja na peponi. Tumejifunza ujio wa kwanza, akapaa Yesu, atakuja mara ya pili na mambo mengine mengi. Unajua wakati mchungaji alipokuwa anaendelea kufundisha, kuna vitu nilikuwa nawaza. Nikasema kumbe hata kama ningekuwa mjanja kiasi gani, siku ya mwisho sina pa kuepuka. Amen. Sina pa nini? Pa kuepuka. Kwa sababu ufufuo uko wa namna mbili. Ufufuo wa kwanza ni ile Yesu atakapotoka mbinguni kuja mawinguni. Sawa Wale walio katika mangojeo ambao tunatamka kama kifuani pa baba Ibrahimu, wale watatoka kwenye mangojeo, watakuwepo kwenye mawingu. Lakini pia watakatifu ambao wako duniani na wenyewe watachukuliwa kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, wataenda wapi? Mawinguni. Hiyo ndio unyakuo wa kwanza au ndio ufufuo wa kwanza. Ndio tukio la kwanza kubwa linalokutanisha watu na Mungu wao. Sasa wakati huo yote yanaendelea, mchungaji alitufundisha. Akasema wakati yote yanaendelea, ile miaka 3.5 ya kupima kazi, miaka 3.5 ya sherehe kule mbinguni, lakini pia akasema ndani ya miaka hiyo 7 yote, 3.5, wakati ndani ya miaka 7, wale walio Sheo bado wako wapi? Wako Sheo. Kutoka kwao wao ni mpaka utakapokuja ile ujio wa pili ambapo tutatoka mawinguni kuja wapi? Duniani kutawala kwa miaka 1000. Mchungaji akasema kwamba ile sasa tutakapokuwa tunatoka wote kwenda juu mawinguni kwenye kiti cha enzi, ndio anasema na wale sasa walio Sheo ndio watafufuliwa. Sawa Waliokufa katika dhambi watafanyaje? Watafufuliwa. Maana yake aliyekufa kwa ajali popote alipozikwa atafufuliwa hapo. Amen. Aliyekufa kwa maji popote alipokwenda kuangukia atatokea huko. Aliyepigwa risasi kule alikwenda kuzikwa atatokea kule. Mchungaji alipokuwa anaendelea kuongea, nikasema kumbe sina ujanja.
sina nini? Ujanja. Yaani hakuna utakapojificha. Hata kama kusema jamani mimi siku ya mwisho sitaki kuhukumiwa, nikifa na wapeni bilioni 1, mchukue hili jiwe zito mnifunikie, haiwezi kusaidia. Amen. Sasa alipokuwa anafundisha mchungaji nikasema nifanye nifanyalo, nifanye lolote niwezalo, siwezi kuepuka hukumu ya nani? Ya Mungu. Na ndio maana tunafundishana kwa habari ya dhambi. Amen. Manake dhambi inakutoa kwenye mpango wa nani? Wa Mungu. Dhambi inakuepusha na neema ya Mungu. Na ndio maana tunafundishana kwa habari ya dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mfano tukirudi kwa vijana wa kike na wa kiume, umri huu ndio umri wa kufanya mambo mengi. Na umri huu ndio umri ambao mwili unataka kila kitu unachotaka kuwa nacho. Ni bora ukifika kwenye umri wa baadhi ya wazazi wetu ambao wako hapa, ukifika pale ambapo kule kwenye ndoa mchungaji alifundisha akasema ni kipindi cha gundi. Maana yake yeye kitu dhambi anaona kama ni kitu cha kudharau. Umeona Amepita huko kote, dhambi anaona kama ni kitu cha kudharau. Lakini kipindi kama hiki tunatamani kila kitu. Tunatamani tuwe na mke, tunatamani tuwe na mume, tunatamani tuwe na watoto, tuwe na elimu, tuwe na kazi nzuri, tuwe na nyumba, tuwe na magari na kila kitu. Lakini ukifika kwenye umri fulani unasema asante Yesu, nimepigana hapa nilipofika, kinachobaki na kusubiri wewe unichukue sasa. Sasa umri huu wa ujana ndipo pale sasa akili inatakiwa ifanye kazi vizuri. Amen. Akili inatakiwa ifanye kazi vizuri. Kuwaza kwako kuwe ni kuwaza kwema. Kutenda kwako kuwe ni kutenda kwema. Kwa sababu amini usiamini, hakuna mtu hata mmoja atakayeepuka ile hukumu ya nani? Hukumu ya Mungu. Amen. Na kama hujafika kwenye ile masomo maisha baada ya kufa au maisha ya baadaye au maisha yajayo, mchungaji atakaporudi nafikiri ataendelea, usikose. Na kwa wale vijana nafikiri nawatumia message. Kwa kila siku ya ibada ikifika natuma message 68. Kwa vijana 68. Nafikiri nyinyi ni mashahidi wote hapa mmepata message kwa kila siku ya ibada. Msikose tafadhali, msione kama nawasumbua, lakini na kusudi tu jema na nia njema. Amen. Ni somo moja zuri. Sasa tunajifunza habari ya kujilinda na dhambi. Kwa hiyo tumeshaangalia vitu vinavyoleta dhambi, tumesema ni tamaa, tutaviangalia, lakini pia tumesema ni mawazo mabaya, lakini pia ni mazoea ya vitu vibaya. Lakini chanzo cha dhambi ni uasi. Amen. Chanzo cha dhambi ni nini? Ni uasi, kwenda kinyume na maagano. Kwa hiyo unapokuwa Mkristo lazima uwe Mkristo mwenye bidii. Sizungumzi ile bidii ile iliyotamka kwamba maombi ya mwenye haki yafaa sana akiomba kwa bidii. Sizungumzi mstari ule. Mimi nazungumza maisha ya jumla ya Mkristo. Maisha ya jumla ya Mkristo anatakiwa awe ni Mkristo mwenye bidii. Amen. Kwa kila kitu ni mwenye bidii. Kwenye kuwaza ni bidii. Kwenye kufanya kazi ni bidii. Kwenye kufanya maombi ni bidii. Kwa sababu adui anatafuta mpenyo. Mahali ambapo umelegalega napo ndipo anapoingia. Amen. Kila sehemu ni bidii. Unajua adui anaweza akaona akasema huyu mtu kila sehemu simuwezi, lakini nikimsema neno tayari nimempoteza. Kwa hiyo anachokifanya sehemu zote ameshindwa, anamtumia mtu mwingine. Anakuja, bwana nimesikia habari bwana, nimesikia wewe na huyu mna 1 2 3 hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Unabaki pale unapoteza mwelekeo. Sasa lazima uwe na bidii kwenye kuchuja maneno, uwe na bidii kwenye kubeba nini? Mambo. Amen. Mimi niseme ulimwengu wa roho ni mpana kuliko tunaofikiri. Ulimwengu wa roho ni mpana kuliko tunavyofikiri. Biblia ikasema kwamba mawazo ya Mungu sio mawazo yetu sisi. Mungu vile anavyowaza sivyo sisi tunavyowaza. Sisi tuna kikomo cha kuwaza, kuna mahali tunaishia kuwaza. Lakini Mungu anawaza zaidi ya hapo tunapoishia sisi kuwaza. Amen. Nafikiri mbele mtanielewa vizuri zaidi. Lakini ombi langu mimi wote, vijana na wasio vijana, kila mmoja ajitahidi akimbie dhambi. Amen. Na dhambi hatuwezi kukimbia katika namna ya kawaida. Unajua unaweza kujiuliza ukasema tangia umezaliwa, labda ni kijana au mtu mzima, mpaka leo bado makanisa yanahubiri kwa habari ya dhambi. Huwezi kujiuliza ni kwa nini. Neno moja linasema, kuna mtu mmoja alisema kwamba huwezi kujua nguvu ya maombi kama ufanyeje? Hauombi. Ila ukiomba ndo unaweza kujua nguvu ya maombi. Maana yake mtu ambaye hana tabia ya kuomba, ajaribu kuomba. Unaweza kuona kuna mabadiliko fulani. Kwa hiyo unaweza ukajua maombi yana nguvu pale utakapochukua hatua kufanyaje? Kuomba. Sawa Sasa ndio nakuambia sasa hivi ya kwamba maisha ya Ukristo yanahitaji bidii. Ili uweze kujua kama maisha ya Ukristo yanahitaji bidii, jaribu kufanya bidii, utaona mabadiliko kwenye maisha yako.
Amen. Hiyo ndio uthibitisho. Ukitaka kuthibitisha kwamba maisha ya Ukristo yanahitaji bidii, kuanzia sasa fanya bidii kwenye maisha ya Ukristo, unaweza kuona badiliko. Amen. Biblia ikasema kwamba mambo mengine hayawezekani isipokuwa kwa kufunga, kusali pamoja na kuomba, si ndio? Na pia nasema kwamba mambo ya rohoni utambulikana kwa namna ya rohoni, na mambo ya mwilini utambulikana kwa namna ya mwilini. Maana yake mambo ya kiroho yanatengenezwa au yanatafutiwa suluhu kwa namna ya rohoni. Kuacha dhambi sio kwa nguvu zetu wala sio kwa uwezo wetu. Amen. Hicho naomba kitu kifahamu. Kuacha dhambi sio kwa uwezo wetu wala sio kwa utashi wetu. Kwa sababu asili ya dhambi sio elimu. Asili ya dhambi sio uchumi. Asili ya dhambi sio muonekano wa mtu. Asili ya dhambi ni mambo ya rohoni. Amen. Dhambi inaanzia wapi? Rohoni. Adui anatengeneza mazingira kufarakanisha kati ya roho wa Mungu, roho yako na yeye. Amen. Kwa hiyo anachokifanya sasa, yeye anafarakanisha kati ya roho yako na roho ya Mungu, ili wewe sasa upatane na nani? Na yeye. Amen. Kuna siku nilisimama nikafundisha hapa, nafikiri kwa ni ibada ya Kiingereza asubuhi, nikafundisha somo linaloitwa Take heed of what you hear. Kitu kama hicho. Nikasema chukua tahadhari na kitu unachokisikia. Sawa Chukua tahadhari na kitu unachokisikia, au chukua tahadhari ya maisha yako. Nilifundisha siku moja hapa asubuhi. Wakati nafundisha nakumbuka kuna watu niliwasimamisha hapa. Nafikiri walikuwa Singwea, Esther, Michael Kesa na nafikiri na wengine. Nikatolea mfano. Nikasema kuna mwili, kuna nafsi, lakini pia kuna roho. Nakumbuka. Nilisema kuna mwili, kuna nafsi na kuna roho. Tunapozungumzia mwanadamu, nitapitia. Tunapozungumzia mwanadamu, maana yake mwanadamu sio kitu kimoja. Ametengenezwa katika sehemu hizi 3. Mwanadamu ana mwili, lakini mwanadamu ana nafsi, lakini pia mwanadamu ana nini? Ana roho. Amen. Mwili ndio huu unaoona uliovaa shati. Amen. Hapa nafsi yangu na roho yangu havijavaa nguo kabisa. Tena hata upepo huu unaovuma wenyewe hata ufikirii. Nafsi, tunapozungumzia nafsi kwa sana katika sehemu 3 za mwanadamu, nafsi ndio mwanadamu mwenyewe. Amen. Kwa sababu gani? Tumesema kwenye nafsi tunasema kuna akili. Tulizungumza sikio kuna will, kunasema kuna mind, will and emotion. Sawa Kuna akili, lakini pia kuna nini? Kuna hisia. Sawa Na tukasema kwamba Mungu ametupa nguvu ya kujidhibiti sisi wenyewe. Nguvu au uwezo wa kujidhibiti sisi wenyewe. Sasa maana yake ukiona mwanadamu ni mkorofi, sio roho yake, ni nafsi yake. Sawa Ukiona mwanadamu anaishi maisha ya ovyo, ujue ni nafsi yake. Lakini madhara yametoka wapi? Rohoni. Tutakwenda kusomea huko mbele tunakoendelea. Sasa kwa sababu mwanadamu ana sehemu 3, ana mwili, ana nafsi, lakini pia ana roho. Kwa sababu ana sehemu 3. Sehemu moja ikiathirika, sehemu 2 zinazobaki haziwezi kupona. Amen. Na ndio maana Biblia inasema kwamba afanyaye uzinzi afanya dhambi juu ya mwili wake. Amen. Afanya dhambi juu ya mwili wake. Usiudharau mwili. Ukasema mwili si unazikwa, mwili si unakufa. Hapana. Athari inayoingia kwenye mwili inaingia kwenye nafsi na inaingia kwenye roho yako. Amen. Yaani uwezi kusema kuna Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, alafu ukasema kwamba Yesu akija Mungu hayupo, Roho Mtakatifu hayupo. Na uwezi kusema Roho Mtakatifu akiwa hapa Yesu hayupo, Mungu hayupo. Wenyewe wanafanya kazi kwa pamoja, kwa kufuatana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu hata udhihirisho wao wanapokuwa katika eneo husika, udhihirisho wao unakuwa ni wa namna tofauti. Sasa nimesema haya yote ni kwa namna gani? Maana yake ni kitu kimoja. Kama unajitahidi kujizuia katika mwili, jitahidi kujizuia katika nafsi na roho yako. Amen. Kwa sababu athari katika mwili inaenda kwenye nafsi na inaenda kwenye roho yako moja kwa moja. Amen. Mtu akifanya uzinzi amefanya juu ya mwili wake. Lakini mwili ni hekalu la Roho Mtakatifu. Kwa sababu ni hekalu la Roho Mtakatifu, maana yake Roho Mtakatifu huwa anakaa kwenye mwili wako na anafanya kazi na nafsi yako pamoja na roho yako. Sasa kwa sababu hekalu umelichafua, nafsi yako lazima ichafuke na roho yako lazima ifanyeje? Ichafuke. Mwisho wa siku hakuna mtu atakayekimbia hukumu ya Mungu. Amen. Jamani, tunasema haya yote, watu wengi wanasema siku hizi dunia imefika mwisho. Sawa. Unajua kuna watu wengine wanasema kwamba acha tule maisha, wanasema ponda mali kufa kwaja. Tulisikia mwisho wa dunia ungekuja.
mwaka 2000 tulisikia kwamba mwisho wa dunia ungekuja, lakini mwisho hujaja. Sio lazima iwe ni mwisho wa dunia ile parapanda ya wote. Hata kama leo nikifa peke yangu, ndio mwisho wangu wa dunia peke yangu. Amen. Hesabu yake haitakuwa hesabu sawasawa na wewe. Na hesabu yangu mimi kufa leo haitakuwa sawasawa na hesabu ya wale watakayenyakulia siku ile ya parapanda itakapolia juu kwenye mawingu. Bwana Yesu asifiwe sana. Masanja aliimba akasema hakuna jipya chini ya jua. Amen. Tunafundishana haya mambo ni kwa upendo. Na tunasema hii tunafundishana haya sio kana kwamba watu hawajui au hawafahamu, lakini wakati mwingine tunakumbushana. Wakati mwingine tunapeana msisitizo. Tunachotakiwa ni bidii. Bidii kwenye kukumbuka, bidii kwenye kuwaza, bidii kwenye kufikiri, bidii kwenye kuamua, kusoma neno, kuhudhuria ibada, kumtumikia Mungu, na kila kitu ni bidii. Amen. Hata kwenye kusikiliza maneno ya mtu mwingine lazima uwe na bidii. Amen. Mtu anapokuja kusema neno na wewe usimdharau. Yaani anasema neno na wewe unafanya kazi zingine. Anasema neno na wewe unafanya kazi zingine. Uwe na bidii. Maana yake lazima uwe makini na kitu anachokizungumza. Amen. Kwa nini amekuja kukuambia wewe, hakwenda kumwambia mtu mwingine? Hata kama hakina maana, msikilize. Aliniambia pale mzee wangu wa kanisa Mr. Nelson, aliniambia mama yangu kabla hajafariki aliniachia neno moja. Akasema never underestimate the human brain. Ile neno na mimi sasa limeshaanza kuniingia huko ndani. Aliambiwa hivyo kwa lugha ya Kiingereza. Maana yake usije ukadharau ubongo wa mwanadamu, ufahamu wa mwanadamu. Awe ni kichaa awe ni mtu gani, usije ukaudharau. Alikuwa ananisimulia, akasema mama kaniambia, ukitaka kujua mwanangu, leo wewe kajifanye wewe na kichaa mnaenda kula pamoja pale jalalani. Alafu niambie atakaye ugua na kufa ni nani kati ya wewe na yule kichaa. Usimdharau. Amen. Never underestimate. Kuna clip moja ilirushwa kwenye WhatsApp tulionaga clip fulani. Mtu fulani ni kama si ni kichaa, sema ni mwandawazimu, alienda kuomba chakula mahali fulani, mama akamfukuza. Nafikiri mnafahamu, wengi mliona. Yule mama akamfukuza, alipomfukuza yule kichaa akaja akaondoka. Baada yule mama katika tembea yake alipokuwa anatembea, wakatokea watu wawili wakabaji. Yule mama akamkaba, wakamnyang'anya simu na kinini kimkoba chake. Walipomnyang'anya yule kichaa naye alifanyaje? Alikuwepo, japokuwa ni kichaa, aliwavamia wale watu majambazi, akawanyang'anya na akamrudishia yule mama. Amen. Sio kichaa hana nguvu. Tena wakati mwingine kichaa ndo ana nguvu kuliko unayesema kwamba uko sahihi. Amen. Yule mama alishindwa kuamini kilichotokea. Nilimnyima chakula kwenye mgawa wangu, nikampiga mateke, nikamfukuza. Lakini leo ndio huyo amenisaidia. Sasa sitaki kuingia huko. Ninachozungumza ni kwamba tufanyalo, tufahamu ya kwamba hukumu ipo. Kama hujawahi kufundishwa, fahamu ya kwamba hukumu ipo. Amen. Tunafundishana kwa habari ya kujilinda dhidi ya dhambi au kujilinda na dhambi. Chanzo cha dhambi ni uasi. Jitahidi kwa namna yoyote usije ukafanya dhambi. Na ikija imetokea umefanya dhambi, wakati wowote ule, fanya haraka kuomba toba mbele za nani? Za Mungu. Jambo moja la muhimu sana. Mwisho wako wa dunia unaweza ukawa ndio leo. Sawa. Mwisho wako wa dunia unaweza kawa ni kesho. Sasa hesabu yake lazima uiandae muda kama huu. Sasa tuangalie baadhi ya njia zinazoweza kukutoa katika kufanya dhambi. Nimeweka 4 tu, ziko nyingi. Baadhi ya njia zinazoweza kukusaidia, nitasoma maandiko hapo mbele. Baadhi ya njia zinazoweza kukusaidia kukutoa katika nini? Katika dhambi. Biblia inasema kwamba ukienda chini ya miti yeye yupo, ukienda kwenye mawe yupo, ukienda kwenye virindi vya maji yupo. Kila mahali Mungu yupo. Kwa hiyo kwa sababu kila mahali Mungu yupo, hatuna sababu ya kufanya dhambi kwa kujificha. Huwezi kufanya dhambi kwa kujificha, na wala huwezi kufanya dhambi sehemu ya wazi. Maisha na diri la sasa hivi ni kufanya maisha ya utakatifu. Namna 4 ambazo zinaweza kukusaidia ni baadhi tu ya njia zinaweza kukusaidia kufanya wewe uweze kutoka katika dhambi au jiepushe na dhambi. Kitu cha kwanza, weka nafsi yako katika ufalme wa Mungu na sio katika dunia. Amen. Weka nafsi yako katika ufalme wa Mungu. Yaani maana yake nafsi yako iwaze yaliyo katika ufalme wa Mungu na sio yaliyo katika dunia. Amen. Nafsi yako ikae katika ufalme wa Mungu na sio katika dunia. Kama kuna mtu amepata Wathesalonike wa kwanza, atakayepata
Wathesalonika wa kwanza sura ya 5 mstari wa 23. Kitabu cha Wathesalonika wa kwanza sura ya 5 mstari wa 23. Kipata utaisoma. Mimi nimeipata. Wathesalonika wa kwanza sura ya 5 mstari wa 23 inasema hivi: Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa nanyi nafsi zenu na roho zenu na miili yenu muhifadhiwe muwe kamili bila lawama wakati wa kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Hiki kilichoandikwa hapa ni kitu ambacho kimejumlisha mwanadamu kamili. Narudia, Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa nanyi, kwanza kwenye nafsi zenu, sehemu ya kwanza ya binadamu, kwenye nafsi zenu na roho zenu na miili yenu muhifadhiwe muwe kamili. Bwana Yesu asifiwe. Hapa anachokisema ni kwamba katika siku ya kuja kwa Kristo, Mungu atakapokuja akukute uwe mtakatifu kama mwanadamu aliye kamili. Amen. Asikute utakatifu mwilini au kwenye nafsi au wa roho yako, ila akute ni mtakatifu kwenye mwili wako, akute ni mtakatifu kwa nafsi yako pamoja na roho yako. Ndicho anachozungumzia. Anasema katika siku ya kuja nani? Kristo. Kwa hiyo anazungumzia Mungu Yesu Kristo atakapokuja akute utakatifu ulio kamili. Utakatifu ulio kamili. Kwa hiyo kama unajua kulisha vitu vizuri kwenye mwili wako, lisha vitu vizuri kwenye nafsi na kwenye roho yako. Amen. Jamani, tunayofundishana haya ni kama madogo lakini mambo ya maana sana. Kinachotofautisha duniani ni kwa sababu ya changamoto tunazopitia. Lakini swala la hukumu halina uhusiano na changamoto tunazopitia. Na ndio maana kabla ya Biblia hizi sisi kuzifahamu, kuna watu walipitia mazingira magumu na leo tunawatumia kama mfano. Sawa Tunatumia kama nini? Kama mfano. Kwa hiyo hakuna gumu jipya. Yote yalikuwepo. Japo magumu ni magumu tu na yanaumiza na yanachosha. Lakini sasa ndio limeshakuja, unafanyeje? Sasa likija gumu ufanyeje? Ufe au ufanyeje? Hapana. Likija gumu ni kulipeleka kwa Mungu ili Bwana alitengeneze. Amen. Biblia inasema kuishi ni Kristo na kufa ni nini? Ni faida. Kuishi ni Kristo, kufa ni faida. Tafsiri ya maneno hayo ni kwamba maisha ya Mkristo au ya mwanadamu duniani, maisha yake yote, kila kitu kiko ndani ya Kristo. Elimu itakuwa ndani ya Kristo. Akitaka pesa, basi Kristo atahusika. Akitaka afya, Mungu ndiye anayehusika. Ukitaka watoto, Mungu ndiye anahusika. Ukitaka nyumba, Mungu ndiye anayehusika. Na kila kitu unachokitafuta, Mungu akihusika, basi hata ukifa ni faida. Kwa sababu yote uliyofanya, Mungu alihusika. Yote tunarudi nasema kwamba kila mwanafunzi amshirikishe mkufunzi wake katika mema yote. Sisi kama wanafunzi, mkufunzi wetu ni Mungu, mwalimu wetu ni Mungu, kiongozi wetu ni Mungu. Tumshirikishe Mungu katika mema yote. Ndio Biblia inavyozungumza. Sasa atokee mtu ajifanye mjanja. Tumshirikishe mkufunzi katika mema yote. Kwa hiyo tumeangalia hapo kwenye kitabu cha Thesalonike, lakini tunazungumzia kwamba utakaso huu ni mwendelevu na unahusisha mwanadamu kamili kama tulivyosema. Unahusisha mwanadamu kamili, tumeisoma pale. Na mstari huu unatuonyesha kwamba katika kuja kwake Yesu haijalishi kuwa na haki au kutokuwa nayo. Inaathiri mwanadamu kamili. Si sehemu tu ya mwanadamu. Kama utakatifu basi ni mwili, roho na nafsi. Nilikuwa nasema kwamba maandiko tuliyosoma katika kitabu cha Wathesalonika sura ya 5 mstari wa 23 inasema ya kwamba atakapokuja Yesu Kristo, kama ni kwa habari ya utakatifu, kama nilivyozungumzia, akute usafi na utakatifu maeneo yote katika mwili. Maana yake mtu asiunajisi mwili wake, asifanye dhambi juu ya mwili wake. Amen. Sasa usije ukafanya dhambi juu ya mwili wako ukasema mwili utazikwa, roho ndio anayetaka Mungu. Sio kweli, ni mkasi mwekundu. Sio kweli. Mwili utazikwa, lakini athari ya kufanya dhambi juu ya mwili wako lazima atakuwepo. Na kumbuka tena kwamba dhambi ni dhambi, kwa sababu dhambi zote ni dhambi za mauti. Lakini pia
Ni lazima tuanze kufikiri katika, hebu tusome kitabu cha Wakolosai sura ya 3 mstari wa 2. Wakolosai sura ya 3 mstari wa 2. Hata utasoma Wakolosai sura ya 3 mstari wa 2. Ndiyo. Bwana Yesu asifiwe. Anasema yafikirini yaliyo juu na wala sio yaliyo katika nchi. Wakolosai sura ya 3 mstari wa 2 nitarudia. Anasema yafikirini yaliyo juu, sio yaliyo katika nchi. Yafikirini yaliyo juu, sio yaliyo katika nchi. Sasa Biblia inasema tunajifunza kwa habari ya kujilinda na dhambi au kujikinga dhidi ya dhambi. Biblia inasema yafikirini yaliyo juu, sio yaliyo katika nchi. Tafsiri yake ni kwamba kuanzia sasa anza kuwa na imani juu ya nani? Ya Mungu, na sio juu ya vitu navyo viona. Yafikirini yaliyo juu na sio yaliyo katika nchi. Kama Biblia inavyosema, tutasoma pale mbele, akasema basi sasa mgeuzwe kwa kufanywa upya nafsi zenu. Tafsiri yake ni kwamba kuanzia sasa muanze kufikiria mambo ya mbinguni na sio ya wapi? Ya duniani. Sasa maisha ya Mkristo ni hivyo. Maisha ya Mkristo anapaswa kuyafikiria yaliyo juu na sio yaliyo wapi? Yaliyo chini. Maana yake hata kama unatafuta chochote katika maisha yako, ni lazima Mungu ahusike kwenye kile kitu unachokitafuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Yafikirini yaliyo juu na wala sio yaliyo katika nchi. Ni lazima tuanze kufikiri katika roho, ya kuwa yote hutendeka kwa imani, si katika mwili. Ndio tafsiri yake. Lazima tuanze kufikiri katika roho, ya kwamba yote yanayotendeka duniani yanatendeka katika imani na sio katika mwili. Mtu akija leo ni rafiki yako mpendwa, unaweza kushangaa ni rafiki yako mpendwa, lakini unajua ushangaa anakuja kutamkia maneno ambayo hukuamini kama angeweza kutamka. Sawa? Yaani maneno ambayo wewe ukufikiria. Sasa itakayopata shida akija kukuambia maneno, sio mwili wako, huu mwili uliovaa nguo. Nafsi yako ndio itapata nini? Shida. Na sikio niliwaambia ya kwamba televisheni zote, zile station zote za television, station zote za radio, sawa michezo yote unayoiona inatafuta nafsi yako, sio mwili wako. Amen. Inatafuta nafsi yako. Kwa sababu kwenye nafsi ndio kuna kile kitu kinaitwa mapenzi, sawa Kuna kitu kinaitwa nini? Mapenzi, ile will. Kwa hiyo maana yake kama unapenda futui, wakikuonyesha watajua kila wiki utaifanyaje? Utaangalia. Sio mwili wako, ni nafsi yako ndio inayopenda. Ndio maana utakuta hata kama ukiwa mgonjwa, mpira ukianza lazima uende kufanyaje? Ukaangalie. Wale watu walioandaa sio wanatafuta mwili wako, wanatafuta nafsi yako. Amen. Na ndio maana siku nilifundisha nikasema kwamba chukua tahadhari na kitu unachokitazama, chukua tahadhari na kitu unachokisikia. Amen. Kwa sababu unachokisikia kina uwezo wa kujenga, lakini pia kina uwezo wa kukuharibu. Dhambi ni dhambi, dhambi zote ni za mauti. Amen. Dhambi ni dhambi na dhambi zote ni za mauti. Kwa hiyo ukiona leo mtu amekuja ameweka makeup mzuri, afa anakuja anajitapa mbele zako, unaweza kuona, unaona mimi nilipopendeza, unaona ninavyong'aa, unaona kope nilivyoweka, unaona ninavyopendeza hivi na hivi na hivi. Yeye hajui, hatafuti mwili wako. Sio anataka yani kwa ulimwengu wa roho au tafuti mwili wako upendeze. Inatafutwa nafsi yako iharibiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Nafsi yako iharibiwe. Kwa sababu ulivyokuwa mtu wa asili, tunasema natural, ulivyokuwa ni mtu wa asili, utumii vipodozi na vitu vya kushangaza, hata mbele za watu ulikuwa na heshima. Ulipoanza kutumia vipodozi, mdomo umetoka kwenye weusi umeingia kwenye wekundu, basi ukutana na mimi unanikunjia midomo, unabadilisha jinsi ya kutembea. Sasa kipodozi kimekufanya unidharau. Sasa unafikiri ni wewe? Nafsi yako ishaharibiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana tunasema kwamba ulimwengu wa roho ni mpana na ni mkubwa mno. Wenye akili timamu katika ulimwengu wa roho ndio wanafahamu hayo mambo. Alafu mimi niwaambie, maana yake shetani alikuweka tangia mwanzo. Amen. Shetani alikuwa kutangia mwanzo na alikuwa anayafahamu mengi. Mahali ambapo sifa ilikuwa ikipigwa, Mungu akiisikia, shetani naye alikuwepo. Anaitwa Lucifer, si ndio? Alikuwa malaika wa nini? Wa sifa. Mbinguni anapofahamu. Amen. Malaika yeye amekaa nao mwenyewe, ni malaika.
Amen. Mimi sijawahi kumuona malaika, labda kwenye ndoto nafananisha, labda ni malaika, kumbe ni video niliyoangalia jana nafananisha. Simjui malaika, mbinguni kunafananaje? Sijawahi kufa na kufufuka, hata ndoto zangu zote sikuwahi kupelekwa mbinguni kuona hata malaika. Lakini shetani anajua mazingira mengi. Huwezi kuniambia wewe ni mjanja kuliko adui. Amen. Wewe sio mjanja kuliko adui. Isipokuwa Mungu ametupa nguvu kuliko nani? Adui. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana lazima tusitambue hila alizonazo. Sio kutafuta ujanja, lazima kustambua ila alafu kutumia ile nguvu tulionayo kufanya kazi. Efeso 3:20 nasema kwamba basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo yote, si ndiye? Yale tuyawazayo kuliko awezaye kufanya mambo makubwa mno na ya ajabu kuliko yale tuyawazayo au tuyaombayo, kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Ndivyo alivyosema. Kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Kwa hiyo maana yake Mkristo anapoishi lazima awe na nguvu ya Mungu ndani. Na nguvu ya Mungu iliyoko ndani huwa haifanani, tunatofautiana. Kwa kadri ya vile mtu anapojiachilia kwa nani? Kwa Mungu. Kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu, Mungu anafanya makubwa kwa kadri ya nguvu inayotenda kazi ndani yako. Ndio maana nikasema maisha ya Mkristo ni bidii. Amen. Maisha ya Mkristo nini? Bidii. Bidii yako ndio itakupa nguvu ndani. Sasa huo ndio ulimwengu wa roho. Na hayo ndio maisha ya Wakristo. Kama kuna mtu alikuambia maisha ya Kristo ni vitu vingine, alikudanganya. Na kama na mimi nasema tofauti, mtaniambia. Lakini mimi ndivyo nilivyofundishwa na Roho Mtakatifu ndivyo anavyonishuhudia. Ya kwamba maisha ya roho, maisha ya kiroho ya Kikristo ni maisha ya bidii usiku na mchana. Na mtu yoyote asikudanganye. Wewe kama ni natural, wewe kama ni wasiri, kuwa wasiri. Tumekupenda hivyo, tunakufurahia hivyo. Amen. Hivyo hivyo ulivyo, tunakufurahia hivyo hivyo. Na kama wewe ni mpole, hivyo hivyo ulivyo mpole. Usilazimisha ukawa ni mkali kama wengine. Wewe ndio hivyo Mungu alivyokuumba. Kaa hapo hapo. Amen. Kama Mungu atapenda kubadilisha hali ulionayo, atapenda yeye. Kwa nini? Kuishi ni Kristo, kufa ni nini? Ni faida. Kwa hiyo hatuhitaji ujanja kujitengenezea mazingira ya watu wengine, kumbe sio watu hao. Sisi ni watu wengine. Na siku zote ukiishi kama ni mtu mwingine, manake wewe hauishi ndani ya Kristo. Amen. Tunasema unaigiriza. Ngoja niende karibu na mwisho. Kitu cha kwanza tumesema weka nafsi yako kwenye ufalme wa Mungu. Tumesoma hilo andiko moja, lakini kuna Warumi 12:2. Tuisome kama utakuwa umepata. Warumi 12:2. Yaani shauku yangu mimi ni kila mmoja alielewe hili neno. Hususan vijana. Sio kasema kama tunawaonea kwa sababu kipindi cha ujana ndo kuna mambo mengi mno. Warumi sura ya 12 mstari wa 2 inasema hivi, Warumi 12:2, wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Wala msifuatishe namna ya dunia hii. Ndio maana nikasema kwamba nafsi zetu zikae katika Mungu na sio katika dunia. Haikusema roho zetu, haikusema miili yetu. Miili hii huwa inaendeshwa. Waliokuwa kwenye ile somo siku ile walielewa. Miili hii inaendeshwa tu. Sawa Nafsi ndio inayofanya kila kitu. Maamuzi yako, kuwaza kwako, vile unavyojadili, kila unachokifanya, niende nisiende, niongee naye nisiongee naye, nilale nisilale, nimtumikie Mungu nisimtumikie. Mimi nagairi, mimi nakubali, mimi nafanya hivi, mimi naimba, mimi nahubiri. Yote ni nafsi, sio roho. Amen. Ndio maana nasema katika sehemu tatu za mwanadamu, sehemu ya nafsi ndio ina sehemu kubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mchungaji wangu nilikotoka akaniambia, jirinde siku zote nafsi yako isife. Nafsi yako ikifa usijifariji. Amen. Siku zote akaniambia hivi. Nashukuru baadhi ya maneno ninayoambiwa nakaa nayo. Ingine Mungu anisaidie nikumbushe ili niendelee nayo. Kitu cha pili, ili njia inaweza kukusaidia angalau kukutoa katika mazingira ya kufanya dhambi. Weka matangazo maalum kwa Mungu juu ya mambo ambayo huwa yanakukosesha. Amen. Weka matangazo maalum, neno maalum usilisahau. Weka matangazo maalum mbele za Mungu juu ya mambo ambayo yanakukosesha. Hiyo ni namna ambayo inaweza kukusaidia kujitoa kwenye dhambi, au inaweza kusaidia usifanye dhambi. Weka matangazo maalum, neno maalum ni muhimu. Weka tangazo maalum kwa Bwana, kwa Mungu juu ya mambo ambayo huwa yanakukosesha. Kwa mfano, ingekuwa ni walevi. Labda mtu ameokoka lakini bado kuna ulevi. Kwa mfano hata kaka yangu mimi ilikuwa ni hivyo hivyo.
alikuwa kwa siku anamaliza pakiti 2 za sigara. Hiyo ndio kawaida, hicho ni kiwango cha chini. Kwa hata alivyokoka tulikuwa tunachukuliana naye, tunaishi naye nyumba moja, lakini kutoka kwenye pakiti 2 tulienda naye mpaka kuna siku anapiga pakiti 1, lakini ameshaokoka. Na tunafanya naye maombi, tuko ndani. Pakiti 1 anakuja sigara 8, ngapi akawa anakuja kwa siku 1. Sasa hivi havuti sigara kabisa. Amen. Havuti sigara kabisa. Sasa ni kitu kimoja. Mtu anaweza kuwa ni mlevi na ameshaokoka tayari. Tunapozungumza kwamba weka matangazo maalum, maana yake unatakiwa kumwambia Mungu, sitafanya tena au sitakunywa tena pombe ya aina hii. Hiyo ndio tangazo maalum. Sawa Usiweke ujumla. Sitakunywa tena safari bia. Amen. Sitavuta tena sigara inayoitwa SM. Sitavuta tena sigara inayoitwa Sport. Sitafanya tena uzinzi. Sawa Wanamna gani wewe utausema? Maana huko wanamna nyingi. Sawa Wanamna gani wewe utafanyaje? Utausema. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweka tangazo maalum mbele za nani? Mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo itakusaidia wewe kila inapotokea hali ya kufanya ile dhambi, kuna kitu utakikumbuka ambacho ni specific, ni maalum. Kuna neno utalikumbuka ambalo uliweka na Mungu. Na Mungu anaheshimu nini? Maagano. Mungu anaheshimu nini? Maagano. Maisha ya kiroho tusifanye mwilini. Maisha ya rohoni ni rohoni. Mungu kimwambia fanya hivi, anafanya. Kwa hiyo Mungu amwambia sitakunywa tena pombe ya nini? Ya belenge. Shetani akikupeleka kwenye hayo mazingira ya kukutana na hiyo pombe ya belenge, lazima Mungu atakukumbusha na Mungu atafanyaje? Atakutetea. Vinginevyo uwe ni moyo mgumu tenda kufanya mwenyewe. Amen. Sasa kama naamini utakuwa umeelewa kwa sehemu, lakini kama hujaelewa vizuri, kama kuna kitu kinakusumbua, peleka kwa Mungu kikiwa specific. Kiwe maalum. Sawa Kiwe maalum. Useme tu Mungu niepushe na dhambi. Dhambi ziko nyingi. Kitaje ni dhambi gani? Nakumbuka mchungaji sikia alisema, kiungo kinachokusumbua, weka mkono kwenye hicho kiungo. Watu walicheka sana. Si ndiye? Ndio tunachokizungumzia hapa. Kwa hiyo lazima ufanye umaalum, usifanye jumla. Kitu cha tatu kinachoweza kukusaidia ili uweze kutoka kwenye dhambi ni mpinge adui kwa neno. Mpinge adui kwa neno. Yako mengi lakini achukue yatakusaidia. Yaani haya ndio aliyoamuru Mungu tujifunze leo. Na mimi naamini kwamba nikiambiwa nenda kafundisha leo, naamini ni Mungu amenichagua. Naamini hivyo. Mpinge adui kwa nini? Kwa neno. Ndivyo Yesu alivyofanya. Hata kuangalia kwenye kitabu kile cha Luka, nafikiri sura ya 4 tutaenda kuisoma pale. Akaambiwa maneno mengi, lakini kuna neno moja akaambiwa kwamba kama kweli wewe ni mwana wa Mungu, geuza jiwe hili liwe mkate. Akasema hivi, imeandikwa, mtu hataishi kwa neno tu, bali hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno linalotoka katika kinywa cha nani? Cha Mungu. Unaona Yesu alipokuwa na akili. Na sio akili tu, ni kwa sababu maandiko ndivyo yanavyosema. Hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno linalotoka katika kinywa cha nani? Cha Mungu. Yesu mwenyewe alijua maisha ya mtu ni Mungu na sio vinavyoonekana. Yaani wakati wewe unalalamika hujapata angel face, yaani kuna watu wana miaka 30 angel face wanaisikia. Ukimpelekea anatamani kutia kwenye mboga, nafikiri labda ni binzari. Haijui. Yaani wewe unachokihangaikia kuna mwingine hana mpango nacho. Alafu kimwangalia kiroho yuko vizuri. Maana yangu ni nini? Msisumbukie yaliyoko duniani. Kwanza tutafute ufalme wa wapi? Wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Ushawahi kusikia mtu amekosa mbingu kwa sababu ya gari? Ushasikia mtu amekosa mbingu kwa sababu ya nyumba? Ushasikia mtu amekosa mbingu kwa sababu hakuona na kuolewa? Mbinguni anasema hakuna kuoa wala kuolewa. Japokuwa kuoa na kuolewa tunahitaji kwa sababu Mungu akisema nende mkazaane mkafanyaje? Mkaongezeke. Si mnaelewa? Sasa haya mambo mahitaji yetu yasituondoe kwenye mapenzi ya Mungu. Ndio nasema sasa kwenye kile kitabu cha Luka sura ya 4, tuko mwishoni. Luka sura ya 4 mstari wa 3, tusome kile kitu inasema. Luka sura ya 4 mstari wa 3. Amen. Basi natosha. Ikiwa ndiyo mwana wa Mungu, niambie jiwe hili liwe nini? Mkate. Ndio nilikuwa nathibitisha maneno yangu niliyosema. Ni Luka 4 mstari wa 3. Kwa hiyo namna mojawapo inaweza kusaidia ni kutumia maandiko
kumpinga nani? Adui. Lakini nikupe tafsiri ya mwisho ambayo nimeiandaa. Tafsiri ya mwisho kwenye hili neno, Yesu alipoambiwa lifanye jiwe hili kuwa mkate, pale adui kuna kitu alichokuwa anakitafuta. Anasema alifanye jiwe hili ikiwa ndio mwana wa Mungu. Maana kama kweli wewe ni mwana wa Mungu, geuza jiwe hili liwe mkate. Sawa? Maana yake alikuwa anataka kumwambia kwamba badilisha mapenzi ya Mungu ili unipendeze mimi. Si unaelewa tafsiri yake? Badilisha mapenzi ya Mungu ili yawe mapenzi yangu. Mapenzi ya Mungu kumleta Kristo ni kwa ajili ya ukombozi. Sawa? Sasa Kristo angeanza kubadilisha mawe kuwa mikate, tayari angeacha kusudi la Mungu. Angeanza kufanya miujiza kumdhihirishia shetani. Si mnaelewa? Kusudi la Mungu sio Yesu afanye mambo amdhihirishie shetani kwamba yeye ana nguvu. Kusudi ilikuwa ni kuja kuukomboa ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana tunahitaji akili ya kutosha tunapoingia katika maisha ya kiroho. Tunahitaji akili ya kutosha. Kama kuna mtu ni mvivu wa kufikiri, basi kuanzia leo uwe ni mtu mwenye kufikiri. Na katika maeneo ambayo adui ametupiga mno, ni eneo la kupata muda kutafakari maneno ya Mungu. Sawa? Asubuhi mpaka jioni uko busy. Kuna mahali fulani niliwaambia watu fulani, hata hapa kuna siku niliwaambia, nikawaambia nyie mliokuwa kazini, Mungu awasaidie. Mungu awasaidie. Sababu tunachoona siku ya mwisho, hesabu ya utumishi wa umma itakuwa kubwa kuliko hesabu ya utumishi wa Mungu. Niliwaambia hivyo. Tena nafikiri nilimwambia mchungaji mahali ambako nilikuwa nafanya kazi, wakati sasa ndo nimeaga naondoka. Nikamwambia nimefanya kazi pastor kwenye hii wilaya, naondoka zangu kwa amani. Lakini kwa washirika ambao nimeishi nao ambao ni watumishi wenzangu wengi, mchungaji, kuna watu hapa mimi nawaachaga garage. Nachukua pikipiki yangu na iacha pale garage. Fundi anaendelea na kuja kanisani. Wewe ukimpigia simu anasema niko busy. Naye nilimwacha garage. Sio, unaelewa? Nikamwambia hivyo, sikumtajia majina, akasema nawaachaga pale pale garage. Mimi ya kwangu nimeiacha. Yeye kwa nini ameshindwa kuiacha? Sasa kaa na hao watumishi wa serikali au waombee ili Mungu awasaidie. Nimesema hivi kwa sababu gani? Hata kama uko busy namna gani, pata muda kumtafuta Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Pata muda kumtafuta nani? Mungu. Pata muda kumtafuta Mungu. Hiyo ni kwa faida yako mwenyewe. Hiyo ni kwa faida yako mwenyewe. Ukiwa kwenye ndege, omba, tumikie Mungu kwa namna unayoweza wewe. Ukiwa kwenye gari, ukiwa kwenye baskeli, uko na mkokoteni wako, fanya kwa kadri unavyoweza. Dhambi ni dhambi na yenyewe haina msamaha. Nikutana na nguvu ya Mungu ndio naweza kuepuka. Kwa hiyo hatuwezi kumpendeza adui na kuacha makusudi ya Mungu. La mwisho, ili uweze kujilinda dhidi ya dhambi au ili uweze kuepuka dhambi, ni fanya leo yaliyo leo. Hilo la mwisho. Fanya leo yaliyo leo. Samahani hapa kidogo, mama yangu hapa anapenda mama kileo. Sasa mwanangu, linalowezekana leo, sifanye leo. Linalowezekana sasa, fanye sasa. Na mimi huwa nanishika. Fanya leo yanayowezekana kufanya leo. Lakini mimi hapa niliandika nikasema fanya leo yaliyo ya leo. Usifanye leo yaliyo ya kesho. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yangu ni hii, umefanya dhambi, usisubiri kesho kutubu leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Huwezi kujua mwisho wako utakuwa ni saa 2 usiku na hii ni saa 12 jioni. Fanya leo yaliyo ya leo. Usisubiri kesho. Tafadhali watumishi wa Mungu. Wale Waingereza wametumia kwenye Biblia wamesema brethren, ndugu, wapendwa, wapenzi. Fanya leo yanayowezekana leo. Umefanya dhambi leo, umemkosa Mungu leo, tubu leo. Dhambi hizi huwa tusamehewa kwa neema. Dhambi tunasamehewa kwa kutubu. Neema ilikuja ile Yesu alipokuja. Amen. Hapa inahitaji mtu azungumze mwenyewe kwa kinywa chake. Kuna kukiri na kutubu. Unaenda kuomba msamaha mbele za Mungu. Kwa hiyo hicho ni kitu kimoja cha muhimu sana. Fanya leo yaliyo ya leo. Hii inatufundisha kuwa uyabebe magumu yote ya siku kwa imani. Yabebe magumu yote ya siku nzima kwa imani. Na wakati huo ukiamini ya kwamba Mungu atanitendea yaliyo mema. Yabebe yote ya siku nzima kwa imani. Yaani umefanya leo kulimaliza. Wewe sema nimefanya, Bwana atafanya, kesho nitaamka nikiwa jambo likiwa limeshakaa vizuri. Sehemu nyingine akasema msisumbukie ya kesho, maana kesho itajisumbukia nini yenyewe. Sisemi msifanye kazi msitafute mavazi, hapana.
Hapa tuko kwenye mambo ya rohoni. Nazungumzia kwamba usisumbukie yaliyo ya kesho, japo kama alikuwa amezungumzia mambo ya mwilini. Tafsiri yake ni nini sasa? Usije ukazuia kufanya jema la leo kwa sababu ya lile lingine la kesho. Au lisije likatokea baya leo ukashindwa kufanya jema la kesho kwa sababu ya baya la leo. Kuna watu wana tabia mbaya, nilishawaonaga. Yaani mimi naweza kaa duniani kugongana kupo na hatuipitishi na hatuipi kibali. Huwa inatokea. Biblia inasema iweni na hasira lakini jua lisiche bado mnayo hasira vifuani mwenu. Kwa hiyo wakati ule unapotokea hasira, mfano na haitakuwa kwa jina la Yesu. Mimi na wewe tumesigana. Sawa Tumeshasigana. Wewe ni rafiki wa yule pale. Ukishatoka hapa, aisema baba Glory leo ameniboa, yani amenikera leo. Yaani kwanza sipendi hata upite pale. Usimwazima tele pikipiki. Ukishakutana na hizo kitu, dhambi inazaa dhambi. Yaani nimekosana na huyu anaenda kumwambia yule mwingine. Kwa hiyo maana yake mimi nikose uhusiano na Fred kwa sababu ya nani? Maupe. Yaani usije kwa kubali ukose jema la kesho kwa sababu ya gumu la leo. Usikubali. Amen. Ndipo pale tunaposema kwamba kama ulifanya dhambi nyingi, wengine wanasema ni dhambi kubwa hapo mwanzo, zisikuzuie neema ya Mungu. Uliposema Bwana nisamehe na tubu, imepita. Amen. Imeshapita. Hata kama unakumbuka damu ilivyomwagika, siku umechinja, siku umeua, hiyo sawa, ni adui anakukumbusha tu. Lakini imeshafanyaje? Mchungaji wetu anasema akikwambia huyo, na anasema huyo. Akisema huyo, ndio hiyo sasa ndo anakuzomea. Amen. Nafikiri mtakuwa mmenielewa. Kila mmoja ajitahidi kujilinda dhidi ya dhambi. Amen. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana.